Leo tumekuwa na siku muhimu kwelikweli, siku ambayo kwangu mimi ukiniuliza naweza kuitem kama siku ya kihistoria kwa klabu yetu ya Yanga. Detail nyingi zitakuja kuzungumzwa, lakini kilichojadiliwa ndio kimebeba historia yenyewe. Ukiangalia mchakato mzima toka ulivyoanza klabu ya Young Africans kutangaza nafasi kwa kampuni au taasisi mbalimbali kuja kushirikiana na uongozi wa klabu yetu kwenye ujenzi wa uwanja wa klabu yetu. Ule mchakato ukaenda vizuri, kampuni zikaomba na baadaye GSM Tanzania Limited akapatikana kuwa mshindi ambaye amekidhi vigezo vyote ambavyo viongozi uliviweka. Baada ya hapo uongozi ukaunda kamati ya kusimamia ujenzi huu wa uwanja, na kamati ile ikaanza kazi mara moja kwa kuwajulisha kwanza GSM kwamba wameshinda, lakini na vikao vikaanza sasa. Vikao ambavyo ndani yake vilikuwa vimebeba picha kubwa ya mradi kwa maana ya designing yake itakavyokuwa. Tutakuwa na uwanja wa namna gani, eneo ndo kama hili, uwanja utakuwa upo namna gani, tutakuwa na vitu gani mingine kwenye eneo hili la mradi wa uwanja. Vyote vikajadiliwa hivyo, na mwisho wa siku leo tumekutana sasa kwenye kikao ambacho ni kikao cha mwisho. Kikao cha mwisho kati ya uongozi wa Yanga na mshindi wa tenda ya kujenga uwanja kwa maana ya GSM Tanzania. Kikao cha mwisho kwa sababu ndio kikao cha makubaliano. Kikao cha makubaliano namna gani sasa pande hizi mbili zinashirikiana kuanzia kwenye umiliki wa huo uwanja, cost zitakuwaje, uwanja unaanza lini kujengwa. Kwa kila kitu kimekamilishwa leo. Kwa habari tu zaidi ni kwamba uongozi uko bize kama unavyoona hapa, tunajiandaa, tunataka tuelekee Singida, tuna mechi kesho. Kwa taarifa ilikuwa tuitoe leo kama kawaida yetu, hii kwa sababu ya uwepo wa mchezo wa kesho tumesitisha kufanya leo press conference. Tunasafiri muda mchache ujao kuelekea Singida, alafu siku ya Ijumaa panapojaliwa Mwenyezi Mungu tutakwenda kufanya hafla nyingine kubwa ya kihistoria sasa, ambayo waandishi wa habari wa Tanzania, mashabiki na wapenzi wa klabu ya Young Africans watakwenda kushuhudia zoezi kwanza la kusaini mkataba huo mashirikiano kati ya klabu hizi mbili, na kwa mara ya kwanza mtakwenda kuona pia picha ya mradi, na kwa mara ya kwanza pia mtakwenda kutambulishiwa mradi unakwenda kuanza lini kujengwa. Hivi leo kwenye kikao mpaka nawaambia ni kikao cha kihistoria, mpaka kampuni ambayo itajenga, yani hao wataalamu watakaojenga tulikuwa nao pia ndani wakituelezea huo mradi kwa ujumla utakavyokuwa. Kiukweli kwa kuzunguka kwangu Afrika, sababu nimetembea kidogo alhamdulillah, ukiondoa ule uwanja wa taifa wa Morocco, uwanja wa taifa wa Morocco, sijaona uwanja mwingine mzuri zaidi ya huu ambao utajengwa hapa wa Yanga. Ukiondoa ule uwanja wa Morocco wa taifa ule ambao mliuona mpigwa finali pale, sijaona uwanja mwingine mzuri kama huu ambao Yanga wanakwenda kuujenga hapa makao makuu ya taifa. Kuzunguka kote Afrika. Mimi nimetembea jamani. Unajua haya mambo tubishane kwa hoja. Mimi nimetembea Tanzania, nimetembea nchi mbalimbali hapa Afrika. Kila ambako Yanga imeshiriki mimi nimekwenda. Nimeona viwanja South Africa, nimeona viwanja Algeria, nimeona viwanja Misri, nimeona viwanja kote huko. Lakini nawahakikishia uwanja unaokwenda kujengwa hapa, uwanja pekee utakao uzidi kwa uzuri ni ule uwanja wa Morocco. Best stadium. Itakuwa ni jambo la kihistoria. Mimi niwaombe tu wana Yanga sasa hivi, tuombe kwa Mwenyezi Mungu atujalie uhai na afya ziwe njema. Hii tukio la kihistoria tulishuhudie. Yaani tuone kwa macho yetu uwanja wetu na tuingie. Pale rais mwishoni alidokeza pale hata mechi ya ufunguzi ikiwezekana hata Arsenal waje hapa tuwashone kwenye mechi ya ufunguzi. Tufute mechi moja kubwa ya kihistoria tuwalete hapa. Yaani kipigike. Kwa hiyo tuombe uhai wana Yanga. Hili jambo tena sio jambo ambalo zamani lilikuwa onekana kama story tu za Alinacha. Hata wakati tumetangaza mchakato umeanza, wakubeza wako wengi. Siasa tu hizo, uwanja upo kwenye makaratasi, lakini na wahakikishia Ghalib Said Mohamed GSM
ana dhamira ya dhati ya kujenga uwanja, na dhamira hiyo ameshaionyesha kwa vitendo. Ameshasafirisha, ngoja nimalize kijana, ameshasafirisha hiyo kampuni tayari iko hapa, michoro ishakamilika, kila kitu, ni zoezi la kusaini, mradi unaanza. Wallahi nawaapia, kama kuna kiumbe, mimi nimetoka kuambia kwenye kikao, kwa kipato changu nilichokuwa nacho na wanayanga wenzangu, mradi ukikamilika na sisi tutanunua mifuko ya simenti pale kwenye mlango wa kuingilia, tujenge pia na sanamu la GSM. Yanga na kuchangia yani muambie wanayanga wenzangu, basi mambo yetu hayo. Yani mradi tu ukianza, ukishafika kwenye kukamilika pale, na sisi tutafute wanayanga wote tutachangishana tena, tununue mifuko ya simenti, tutafute mtaalamu wa kutujengea pale sanamu la Ghalib Said Mohamed GSM likae pale. Ukiingia unakumbuka historia ya GSM, alafu unauona uwanja wa kihistoria. Hii klabu ina miaka zaidi ya 90. Uwanja huu, ardhi hii ipo miaka 90 ipo, lakini hakujawahi kutokea mtu mwenye nia ya dhati ya kutaka kujenga uwanja kama Ghalib Said Mohamed. Kwa hicho tunachozungumza ni kwamba maana yake silikuwa ni kikao cha mustakabali, kufahamu mustakabali. Maana yake mustakabali umefikiwa, jambo lipo kwenye nani. Ndio maana nakwambia Ijumaa tunakwenda kwenye hafla ya kutia sign na kuwaonyesha mchoro mzima wa uwanja, lakini la pili la tatu ni kwenda kuwaambia tunaanza lini. Yani sio jambo la kuchelewa. Bosi amesisitiza kwenye kikao, nataka ili jambo likimbie zaidi yanavyokimbia Kipchoge. Ali, unapozungumza hivyo uwanja huu ulikuwa pia sambamba na mradi wa DMDP. Yes. Na mradi huo bado unaendelea. Sahihi. Tayari makubaliano kwa upande wa serikali, kila kitu. Ndio maana nimekwambia wakati kamati imetengenezwa ya kusimamia uwanja wa Yanga, miongoni mwa procedure alikuwa anazipitia ni hizo. Umeona kwa mfano daraja linainuliwa ile, si ndio? Lazima ujue kiwango chako cha usawa huu wa ardhi kipo katika kiwango gani. Sasa hapo naongea kama engineer kamwe hapo. Hapo nishatoka kama nakuja kama engineer hapo. Ujue hii landscape unaipataje? Kama tunapandisha mchanga tunafanyaje? Hasa ni mambo ambayo kamati yetu ilikuwa inazungumza na wenye mradi huu wa bonde la mto Msimbazi kujenga hapa mradi huu wa Benki ya Dunia, tuwe pamoja katika fikra inayofanana. Wenyewe hawa wenye mradi huu wa bonde la Msimbazi hawa tumeonyesha uwanja wetu, wameshtuka. Walijua tu kwamba Yanga wanavyoomba kujenga ili eneo si eneo ambalo itakuwa ni eneo la kibiashara, eneo la mvuto. Tulivyowaambia kwamba uwanja wa Yanga ni huu, wenyewe wameshtuka. Wamesema mmeleta kitu cha tofauti kabisa ambacho hatukuwa tunakifikiria. Kwa hiyo kwenye mradi huu inshallah ambao unafunzwa wakamilika kwa mipango ya serikali huko, kama kuna kitu kimeongeza mvuto pia kwenye mradi huu ni uwanja wa Young African Sports Club. Na wahakikishia wana Yanga, sauti yangu ipo juu, sina mashaka yoyote. Stori za uwanja wa Yanga sasa zinaonekana kwa fikra zenye ukweli, sio tena maneno. Tunakwenda kwenye ukweli, tunakwenda kwenye historia ya kweli. Ndio maana narudia kusema GSM, Mungu kadri atakavyomjalia muda wa kuishi duniani, sisi wana Yanga tutamtoa kwenye mioyo yetu, iwe leo, kesho kutwa. Anachokwenda kutuachia hapa ni historia kubwa kwa klabu yetu. Wanapo mambo ya watu sijui wameficha funguo tena, mara wamekimbia na funguo za mageti. Hayo mambo sasa huwezi kuyapata shekhe. Huwezi kuyapata hayo mambo kwa sababu tutakuwa tuna dressing room za kisasa, dressing room ambazo ukileta mizengwe zenyewe zinaukataa. Dressing room za Yanga tutengeneza hapa, uje ulete mizengwe zenyewe zinakwambia hapa sio sehemu yake hapa. Huu uwanja una standard za kimataifa. Kwa hiyo ni jambo la Mwenyezi Mungu atujalie tu Ijumaa ifike kwanza, tutawaalika wote waandishi wa habari mje. Injinia amependekea tutafanyia hapa hiyo hafla. Hapa ambako uwanja utakaa. Tutaweka zoezi la kusaini hapa na mtaona picha hapa na nyie mtabakia kwenye kumbukumbu inshallah. Mara ya mwisho zoezi la kusaini uwanja ulivyokuwa eneo, na baada ya kipindi kifupi mtakuja kuona uwanja wa Yanga utapokuja kuwekwa. Sawa. Kwa hiyo itakuwa ndo klabu namba 1 Afrika kwa kuwa na uwanja mzuri. Kabisa, bila shaka yoyote ndugu yangu. Bila shaka yoyote. Kwa sababu mimi si nimeona si vitu viko humu kwenye document. Nimeona viko humu kwenye document. Karatasi yote. Mnapima tena kifua changu. Kama mambo yanakaa yakai. Mnanijua, lakini hili hapana. Hili ni jambo kubwa ambalo tumeliwekea usiriasi mkubwa, na viongozi kuniamini kushiriki kwenye hili jambo. Kwanza nasema alhamdulillah.
sina sumu ya kuchangia, sina mawazo ya kuchangia, lakini nimekuwa sehemu ya historia. Wamepita wasemaji wengi hapa, wamepita viongozi wengi, mimi na umri wangu huu kuwa sehemu ya vikao vya kwenda kujenga uwanja wa kihistoria. Nasema alhamdulillah. Na ndio maana naendelea kusisitiza na wana Yanga, ikiwezekana leo kwenye sunna za swala zetu zile tumuombee pia na GSM, Mungu aendelee kumjalia afya ili jambo liweze kukamilika inshallah.